Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Daktari Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu muujiza na maajabu ya mti huu unayefahamika kwa jina la kisaka uchawi. Mti huu unajenga na mti huu unabomoa na mti huu una miujiza mingi sana. Je, miujiza ya mti wa kisaka uchawi unayafahamu wewe? Kama ni mara kwa kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Kwa yule mtu ambaye hapati choo, ana shida katika mfumo wa utumbo wake, anaweza kapita hata siku 3 siku 4, anakula chakula lakini hapati haja kubwa, sawa Chukua majani ya mti wa kisaka uchawi ya pondeponde, kisha yakamue au jikamulie yale matone yadondokea katika mdomo wako, kunywa. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utapata choo kama ulikuwa una maradhi ya kukosa choo. Na pia kama utakuwa unaharisha sana, unapata choo kikali sana, unaharisha, mzizi wa mti wa kisaka uchawi ukiuchemsha, ukinywa, unaenda kukata maradhi ya kuharisha, unakuwa haupati choo. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa kisaka uchawi. Kwa yule mtu ambaye anahitaji kujiunga katika chama cha uchawi, anahitaji kuwa mchawi kama wachawi wanavyoanga, sawa Chukua majani ya mti huu wa kisaka uchawi, majani yake haya, rudi mpaka nyumbani kwako ya ponde ponde, kisha jipake usoni, nuia, mimi nahitaji kuwa mchawi kama walivyokuwa wao, nahitaji kuanga kama wanavyoanga wao, sawa Hii ni saini ya kujiingiza katika chama cha uchawi. Majani yake ukijipakaza, kisha ukapiga makofi mara 7 huku unasema nataka kuwa mchawi kama wao, nahitaji mchawi wa mkoa fulani ndo aje nitawaze na mimi niwe mchawi, basi hakika kwa muda wa usiku yule mchawi atakuja, kiongozi wa wachawi, kuja kukutawaza. Cha kwanza, atakuja na kitu mdomoni, itabidi na wewe utakifata taratibu kwa mdomo wako, utaenda kukichukua kupitia mdomo, alafu utakimeza, na kisha atakupa maji ya utawazo, utakunywa. Ukisha kunywa tu, ina maana tayari umeshakuwa mchawi. Na kuhitaji kuwa mchawi mkubwa zaidi na zaidi, na wewe uwe mkubwa katika uchawi, itabidi ukubali kumuua mtu huyu mmoja ambaye ni ndugu yako. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa kisaka uchawi. Na pia kwa yule mtu ambaye anahitaji kutengeneza mawasiliano ya kuzungumza na wachawi popote pale, unahitaji kuzungumza na wachawi, piga nao story, sawa Chukua mzizi wa kisaka uchawi, uwe unatembea nayo kwa manuizo maalum. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakuwa na uwezo wa kuzungumza na wachawi, na wao watakuona wewe ni mchawi. Hata kama sio mchawi, watakuona wewe ni mchawi na utakuwa unawaona wachawi. Lakini mzizi huo unadhuru. Ukiweka ndani mzizi wa kisaka uchawi unadhuru. Unaweza kukuta unaua familia inakumbwa na maradhi, maajali hayaishi katika familia, watu wanaweza wakafa, watoto wakafa, mke akafa au mume akafa. Lakini huo mzizi pia ni kinga. Je, unawezaje kufanya mzizi wa kisaka uchawi kuwa kinga? Ule mzizi unapokuwa umeukata ule, kwa huku mbele unapotakiwa kuhifadhi ndani kwako, unawekea mkaa ambao ulishaunguza moto, na mzizi mwingine huku unawekea mkaa. Na maana mbele na nyuma unaweka mkaa. Pale inakuwa ni kinga. Akija mchawi unanuia, katika nyumba yangu sitaki aingie mchawi. Akiingia mchawi naomba mumuadhibu, mtandike viboko. Basi ndivyo atakavyokuwa mchawi, atapigwa viboko vya kufa mtu, na hiyo nyumba hatoingia mchawi. Ukiutoa tu ule mzizi, ina maana unaruhusu wachawi wao wanaingia ndani, na ndio maana tukasema mzizi wake unadhuru. Ina maana familia itakuwa na mitihani. Kwa yule mtu anahitaji kuangamiza uchawi mwilini, sihiri za kibinadamu na za kijini aliyelogwa, majani ya mti huu wa kisaka uchawi ukiyatwanga, sawa ukayachemsha, ukachukua nakala moto ukazimia, ukinywa, unaua uchawi uliopo mwilini.
Haya ni maajabu na muujiza wa mti huu wa kisaka uchawi. Mti huu una mambo mengi sana, na mti huu una miujiza mingi sana, na mti huu unatumiwa sana na waganga wale magwiji kwa ajili ya kujikinga, na pia unatumika kwa ajili na wachawi kwa ajili ya mambo yao kadha wa kadha. Mti wa kisaka uchawi, mti huu ukichukua magome yake haya ukasema leo nataka niwe mchawi, ukapikicha ukajipakaza tu, ulipoutoa majani yake utajikuta upo na kundi la wachawi katika mti huu. Mti una mambo mengi sana na una siri nzito sana. Kwa yule mtu ambaye amelogwa kichawi au mwanamke mimba yake imechukuliwa kiuchawi, sawa Mtu ana ujauzito lakini hajifungui, mtu ana ujauzito lakini hauonekani, tumbo tu limekuwa hivyo, kipima hamna mimba, yaani mimba ishachukuliwa kichawi. Unachotakiwa kukifanya sasa, chukua magome ya mti huu wa kisaka uchawi, magome yake yale yachukue, ya ponde ponde, yachanganye katika kinu na maji, muogeshe yule mtu ambaye ni mjamzito ambaye mimba yake haionekani. Akikoga tu kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, koga kwa manuizo, nahitaji mimba yangu irudi, wale wachawi usiku watakuja, watamrejesha ile mimba. Watakuja kama na kichungu fulani hivyo, atambambikiza kwenye tumbo lake pap. Akishakibambikiza ile tumbo litarudi na ile mimba itaonekana. Hata kama mtoto alikuwa achezi tumboni, ataanza kucheza upya. Lakini yule mtoto akizaliwa pasipo kumtengeneza, mtoto atakuwa ni zezeta au atakuwa ni mlemavu. Sasa ili mtoto anapozaliwa, ili asije kuwa zezeta na asiwe mlemavu, unatakiwa tena urudi katika mti wa kisaka uchawi, uchukue ile magome yake, uyachemshe, utakuwa unampa matone, anakunywa yule mtoto. Yule mtoto hatakuwa zezeta, hatakuwa na utindikio wa ubongo wa akili. Haya ni maajabu na muujiza wa mti wa kisaka uchawi. Kwa leo mimi naomba uridhike na elimu hii chache ambayo nimekupatia Daktari Musa. Kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akinijalia uzima na wasaa, nitakuja kuelezea kwa undani zaidi. Kama unavyoona hapa Daktari Musa ofisini kwangu, kuna kila aina za dawa mbalimbali. Kama unasumbuka na changamoto za mitihani ya kichawi na mitihani ya kishetwani, unahitaji dawa ya kuvunja maagano ya kichawi na ya kishetwani, uwe mtu wa mafanikio, umekuwa ni mtu mwenye kupambana sana katika maisha, unakuwa sio mtu mwenye kufanikiwa, unahitaji dawa za kuvunja hayo maagano, basi kwa Dr. Musa zipo. Na kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, upo na mitihani katika biashara unayoifanya, unahitaji cheo kupitia kazi unayoifanya, unahitaji madaraka, Dr. Musa na kila aina za dawa mbalimbali hapa. Na dawa za mivuto ya mapenzi, na dawa za maradhi mbalimbali. Na pia kama unahitaji pete ya bahati, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe mtu wa mafanikio. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa hapa navyomiliki mamilioni ya fedha? Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kujifunza miti pamoja na mimea kwa tiba pamoja na dua? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa, usisite kubonyeza namba alama ya jumlisha 255784120592. Na kama ni mara ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeza alama ya kengele ili wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.